mkuki alafu ngamia yuko shimoni. Ngamia yuko shimoni, maana yake nguvu ya ubingwa bado wako nayo. Tena yote NBC na CRDB. NBC bado kule wana matumaini. Bado na matumaini, wanaongoza kwa alama nyingi na timu inapata matokeo. Kalamoka kuna Azam pale bado hajakutana naye. Bado na ubora wa timu yote unaweza kuona mechi kwa mechi, approach ya mechi moja kwa nyingine iko vizuri. Kwa wao mkuki uko mkononi, ngamia yuko shimoni. Ni wao sasa watupe mkuki au mmalize. Waamu wao. Wanaomoa ubingwa kupoteza waamu wao, lakini bado wanayo nafasi. Tuzungumzie hili la uwanja, na wewe ni miongoni mwa ambao ulikuwa katika ile hafla ya utaji saini wa uwanja wa kisasa wa Jangwani. Kwa jinsi ulivyoona maandalizi, kila kitu kwa upande wako umekichukuliaje Zuberi? Uwanja wa Yanga mimi naona ni mkakati wa wazi wa kuleta mapinduzi kwenye mpira wa nchi. Kwa maana uwanja ukiutazama na makubaliano yaliyofanyika wazi, wameleta mkakati wazi kufanya mapinduzi kwenye mpira wa nchi. Na unaona kabisa Yanga uwanja wao na GSM ni dhahiri, tunaweza kusema kwa wepesi, mtu anaweza kusema kwamba uwanja wa Yanga na GSM ni waya uliochuma umeme kupitishwa kwenye mnazi, kwa sababu unalazimisha Simba wabadilike, na wao lazima watalazimisha kupata project kama ile. Yamekuwa maneno mengi pengine ya kuzungumza au maslahi yatakuwaje kwa muda gani, lakini vilabu vinahitaji viwanja. Hivi vilabu havihitaji porojo. Kwa dhamira dhati ya kuwa na uwanja ni jambo moja, namna ya kunufaika pia ni kitu kingine, lakini kubwa vilabu vinataka viwanja. Kwa sasa kama watu wanafikia kwenye mpango ambao ukwepo, lazima tuangalie utakapokamilika nini kitajiri. Kwa mimi natazama mradi wa uwanja wa Yanga na GSM ni waya kuchuna, waya uliochunwa kufungiwa kwenye mnazi kwa Yanga, kwa Simba. Maana kana wao wanataka wapate booster pengine kupata mradi ambao hao utakuwa na faida. Naamini Mo hatakubali, wafadhili Simba hawatakubali wakisha na wao wanapata uwanja ili wapate heshima, kwa sababu Yanga kama wanakuwa na uwanja, Simba wana uwanja, ni maeneo pekee wanagundua kwamba bado tutakuwa tunawataja Simba endelee kujifunza kwa Yanga. Lakini kwa bahati uwanja wa Yanga unakwenda kujengwa ni kama Stamford Bridge ya Chelsea, kwa sababu pale nyuma pana mradi wa kimkakati wa World Bank, kuna daraja la Jangwani, huko nyuma kuna mradi wa utanuzi wa mto Jangwani, sawa mto Msimbazi unatanuliwa kule, ukiangalia ndio kuna daraja la Jangwani. Kwa unaona unakuwa kama Stamford Bridge ule wa Chelsea, nyuma unaona daraja, mbele kuna uwanja. Utii chumvi kweli Mkalamoka. Ndicho ambacho kitaonekana, kwa sababu nyuma tunaona pale kuna ujenzi wa daraja huko karibu 60%. Kwa ujue utakuwa kama Stamford Bridge ule wa Chelsea, nyuma kuna daraja, mbele kuna uwanja. Ndicho kitaonekana. Uwanja wa Yanga kama Stamford Bridge. Pengine kwa Simba inaingia ugumu baada ya wao kwamba uwanja ukijengeka basi 80% itakuwa ya moja au 20% itakuwa ya wekundu wa Msimbazi, tofauti na Yanga Africans ambao 50% ni kwa Yanga Africans, 50% kwa Jesse. Hapana, kuwa na asilimia wala haina shida. Unaweza kuwa na asilimia 50 kwa 50 kama hazina ukomo. Miacha yenu yote mtakuwa mnagawana 50 kwa 50. Unaweza kuwa na asilimia 20 kwa 80 kama zina ukomo. Kwa hiyo ujenzi ndio unaotakiwa. Mambo ya asilimia, wanakutoa asilimia 50 kwa 50 hamna ukomo. Asilimia 20 kwa 80 kuna ukomo. Kwa swala ni uwanja ujengwe na mkataba uwe wazi. Hiyo ndio kubwa. Ile Bakari alikuwa amepoteza confidence. Na bahati mbaya wachezaji wetu si watu ambao wana emotional factor haraka wanaweza kurecover. Lakini unaweza kuona leo Asink kacheza confidence kubwa au utulivu mkubwa. Kinachomtofautisha Bakari na Asink na maamuzi ya haraka na mpira. Bakari ni mlinzi mzuri sana, lakini tabu yake ni maamuzi na matukio. Ndio kinachomgharimu. Na ndio maana unaweza kuona matukio mengi yanayomgharimu ni yale ambayo alitakiwa awe na utulivu kwenye mechi, ndio kitu ambacho kinaonekana. Lakini unaona Sinki kakaa kwenye nafasi nzuri na kupitia makosa mengi kayapunguza. Goli la kwanza JKT wamejifunga, jambo ambalo ni shida ilikuwa wapi kwa JKT kupelekea ile bao la kwanza waweze kujifunga? Ni kuruhusu kupokea mashambulizi ndiko kuliko waganimu. Kuruhusu kupokea mashambulizi ndiko kuliko waganimu. Dakika zilikuwa za namna gani kwa upande wako leo Zuberi Mkalamoka? Yanga walikuwa bora kwenye maeneo yote muhimu ya mchezo. Wametengeneza nafasi nzuri, wamezitumia vizuri, wamezuia vizuri, hawajaruhusu bao. Yanga walikuwa vizuri kwenye maeneo yote ya mchezo. Tulichambua goli la pili. Jinsi ulivyoziona movement mpaka kupatikana kwa goli. Ni goli ambalo limetengenezwa kwa Alexis Smack ball. Watu wametoka kwenye nafasi, wametengeneza nafasi, wamestretch uwanja, imeruhusiwa nafasi, imepigwa slow ball na Pacome, imekwenda kuzalisha goli la pili. Kwa ni goli ambalo limetengenezwa kutokana na shambulizi nzuri, kuanzia kwenye build up na kwenda kwenye finishing. Goli la mpango wa wazi ambao JKT kwa kucheza kwa wazi kule wafanya wapate tabu. Wakati maeneo kama yale unatakiwa ukabe watu. Unajua kila eneo la kiwanja kadiri mpira unapokuja kuna mtindo wake wa kukaba. Kitu ambacho JKT hakufanya hivyo, ndio kitu ambacho likiona katika mchezo. Kwa waliruhusu kushambuliwa kwa utulivu na Young Africans ndio kadhalisha lile goli. Eneo ambalo utakuwa kukana watu, unaacha watu tunafunga. Ndio kitu kilichoonekana. Dalili za Young Africans kutetea ubingwa zinaonekana, pengine kuchukua na ubingwa huu wa CRDB msimu huu. Wako na mkuki alafu ngamia yuko shimoni.
ngamia yuko shimoni, maana yake nguvu ya ubingwa bado wako nayo, tena yote NBC na CRDB wako bado kule, wana matumaini, bado na matumaini, wanaongoza kwa alama nyingi na timu inapata matokeo. Nakumbuka kuna Azam pale bado hajakutana naye bado, na ubora wa timu yote tunaweza kuona mechi kwa mechi, wana approach ya mechi moja kwa nyingine kwa uzuri. Kwa wao mkuki uko mkononi, ngamia yuko shimoni, ni wao sasa watupe mkuki au mmalize wao. Wanaomoa ubingwa kupoteza waamu wao, lakini bado wanayo nafasi. Tuzungumzie hili la uwanja, na wewe ni miongoni mwa ambao ulikuwa katika ile hafla ya utaji saini wa uwanja wa kisasa wa Jangwani. Kwa jinsi ulivyoona maandalizi, kila kitu kwa upande wako umekichukuliaje Zuberi? Uwanja wa Yanga mimi naona ni mkakati wa wazi wa kuleta mapinduzi kwenye mpira wa nchi. Kwa maana uwanja ukiutazama na makubaliano yaliyofanyika wazi, wameleta mkakati wazi kufanya mapinduzi kwenye mpira wa nchi, na unaona kabisa Yanga uwanja wao na GSM ni dhahiri. Tunaweza kusema kwa wepesi, mtu anaweza kusema kwamba uwanja wa Yanga na GSM ni waya uliochunwa umeme kupitishwa kwenye mnazi, kwa sababu unalazimisha Simba wabadilike, na wao lazima watalazimisha kupata project kama ile. Yamekuwa maneno mengi pengine ya kuzungumza au maslahi yatakuwaje kwa muda gani, lakini vilabu vinahitaji viwanja. Hivi vilabu havihitaji porojo. Kwa dhamira dhati ya kuwa na uwanja ni jambo moja, namna ya kunufaika pia ni kitu kingine, lakini kubwa vilabu vinataka viwanja. Kwa sasa kama watu wanafikia kwenye mpango ambao ukwepo, lazima tuangalie utakapokamilika nini kitajiri. Kwa mimi natazama mradi wa uwanja wa Yanga na GSM ni waya kuchuna, waya uliochunwa kufungiwa kwenye mnazi kwa Yanga, kwa Simba. Maana kana wao wanataka wapate booster pengine kupata mradi ambao hao utakuwa na faida. Naamini Mo hatakubali, wafadhili Simba hawatakubali wakisha na wao wanapata uwanja ili wapate heshima, kwa sababu Yanga kama wanakuwa na uwanja, Simba wana uwanja, ni maeneo pekee unagundua kwamba bado tutakuwa tunawataja Simba endelee kujifunza kwa Yanga. Lakini kwa bahati uwanja wa Yanga unakwenda kujengwa ni kama Stamford Bridge ya Chelsea, kwa sababu pale nyuma pana mradi wa kimkakati wa World Bank, kuna daraja la Jangwani, huku nyuma kuna mradi wa utanuzi wa mto Jangwani, sawa mto Msimbazi unatanuliwa kule, ukiangalia ndio kuna daraja la Jangwani. Kwa unaona unakuwa kama Stamford Bridge ule wa Chelsea, nyuma unaona daraja, mbele kuna uwanja. Utii chumvi kweli Mkaraboko. Ndicho ambacho kitaonekana, kwa sababu nyuma tunaona pale kuna ujenzi wa daraja huko karibu 60%. Kwa ujue utakuwa kama Stamford Bridge ule wa Chelsea, nyuma kuna daraja, mbele kuna uwanja. Ndicho uwanja wa Yanga kama Stamford Bridge. Pengine kwa Simba inaingia ugumu baada ya wao kwamba uwanja ukijengeka basi 80% itakuwa ya moja au 20% itakuwa ya wekundu wa Msimbazi, tofauti na Yanga Africans ambao 50% ni kwa Yanga Africans, 50% kwa GSM. Hapana, kuwa na asilimia wala haina shida. Unaweza kuwa na asilimia 50 kwa 50 kama hazina ukomo. Nyacha yenu yote mtakuwa mnagawana 50 kwa 50. Unaweza kuwa na asilimia 20 kwa 80 kama zina ukomo. Kwa hiyo ujenzi ndio unaotakiwa. Mambo ya asilimia, wale kutoka asilimia 50 kwa 50 hamna ukomo. Asilimia 20 kwa 80 kuna ukomo. Kwa swala ni uwanja ujengwe na mkataba uwe wazi. Hiyo ndio kubwa.